Mlinzi mmoja alikuwa akiongea kwa simu akiwa kazini. Kwa furaha alisema, "Dada, nimepokea mshahara wangu wa shilingi 8,000." Baada ya kusema hivyo, mmiliki wa kampuni aliyekuwa karibu alishangaa kusikia kiasi hicho. Mlinzi akaendelea kusema kwenye simu, "Usijali dada, safari hii tutampeleka mama hospitali kwa matibabu." Mmiliki akamsogelea na kumuuliza alikuwa anaongea na nani. Mlinzi akapaniki kidogo na kujibu kuwa alikuwa anaongea na watu wa nyumbani. Mmiliki akauliza walikuwa wanazungumzia nini. Mlinzi akasema ilikuwa ni mazungumzo muhimu ya kifamilia na akaomba msamaha. Kisha mmiliki akamuuliza kama tayari amepokea mshahara wake. Mlinzi akajibu ndio. Mmiliki akamwambia amuonyeshe. Kwa hofu, mlinzi akatoa simu yake na kumuonyesha ujumbe wa mshahara. Baada ya kuuangalia, mmiliki akarudisha simu yake na kumwambia afike ofisini kwake atakapoitwa. Mlinzi akabaki na hofu kubwa akifikiri huenda angefukuzwa kazi. Wakati huo huo, mmiliki alikuwa amekaa ofisini kwake. Mfanyakazi mmoja wa kike akaingia baada ya kuitwa. Mmiliki akamuuliza kama mishahara ya wafanyakazi wote imelipwa. Msichana akajibu kuwa kila mtu amelipwa. Kisha akaulizwa kama kulikuwa na matatizo yoyote kuhusu kazi ya mlinzi. Akajibu kuwa hakuna matatizo kabisa, kwani mlinzi huyo alikuwa mwaminifu na anafanya kazi kila siku bila kukosa. Mmiliki akamuuliza tena kama kweli alimlipa mshahara wake. Akajibu ndio, na akaongeza kuwa alimlipa hata mapema safari hii. Baada ya hapo, mmiliki akamuita mlinzi ndani ya ofisi. Mara tu mlinzi alipoingia, msichana akaonekana kuwa na wasiwasi. Akaanza kusema kuwa hakukuwa na sababu ya kumuita ndani, kwani alikuwa anaendelea na kazi yake nje, lakini mmiliki akamzuia na kumwambia asubiri kwanza. Kisha akamuuliza mlinzi tena, ulipokea mshahara kiasi gani? Mlinzi akajibu kwa sauti ya chini, 8,000. Msichana akakurupuka haraka na kusema, 8,000? Anasema uongo, mshahara wake ni mkubwa zaidi. Kisha akaongeza kuwa mshahara wa mlinzi huyo ulikuwa shilingi 15,000. Mlinzi akabaki ameshangaa sana. Kwa mshangao mkubwa akasema, ina maana mshahara wangu ni 15,000? Kwa mwaka mzima nimekuwa napokea 8,000 tu? Mmiliki akasema kuwa tayari anajua kila kitu. Akaonyesha video za CCTV zilizokuwa zikionyesha wazi jinsi msichana huyo alivyokuwa akiiba sehemu ya mshahara wa mlinzi kwa muda wa mwaka mzima. Mmiliki akamuuliza kwa hasira kwa nini alikuwa anafanya jambo hilo. Akauliza, kwa nini umekuwa ukimlipa 8,000 badala ya 15,000? Msichana akaanza kujitetea kwa kusema kuwa mlinzi aliwahi kukopa pesa kwake, hivyo alikuwa anakata kwenye mshahara wake, lakini mlinzi akasema hakuwahi kukopa hata senti moja. Akaeleza kuwa mama yake alikuwa mgonjwa na alikuwa anaweka akiba kidogo kidogo ili ampeleke hospitali. Mmiliki akakasirika zaidi na kusema, acha kusema uongo. Kisha akamwambia, mshahara wako mwenyewe haukukutosha mpaka ukaanza kuiba pesa ya mtu masikini. Akaendelea kusema kuwa mlinzi huyo anafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 4 usiku, wakati yeye anaingia saa 3 na kutoka saa 12 jioni. Akamkumbusha kuwa mlinzi huyo ndiye anayehudumia familia nzima na kumtunza mama yake mgonjwa. Mmiliki akakasirika zaidi na kusema angeweza kumfukuza kazi mara moja na kuhakikisha hapati kazi tena nchini humo. Kwa kulia, msichana akaomba msamaha na kukiri kuwa aliwekeza